Miongoni mwa mafunzo tuliyoyapata kwa wingi katika mwezi mtukufu wa Ramadhani ni moja katika mambo makubwa ambayo Muislamu haachi kuwa nayo na kusisitizwa kuyatumia kuanzia stage yake ya mwanzo katika huu ulimwengu ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amemfanya yeye kiumbe ndio khalifa, mpaka kuishi kwake, mpaka kufa kwake, mpaka kutiwa mwana ndani. Bado jambo hilo alisisitizwa awe nalo na afanyiwe kama hawezi kufanya mwenyewe, ili apate kuwa salama mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jambo lenyewe ni dua. Dua ili kuandama kutoka kwa mzazi wako kwanza, wakati uko kwenye uti wa mgongo wake, alikuwa akitaka haki yake kwa mzazi wako wa kike. Ilikuwa mafunzo ya Bwana Mtume yanamwambia sema maneno haya, Allahumma jannibni shaitana wa jannibi shaitana ma razaqtana. Dua hii ni maarufu mpaka umelelewa katika rahimul umekuja katika dunia bado unaombewa, unakuwa bado unaombewa, umekuwa mwenyewe, umeweza sasa unaomba mwenyewe. Dua kila hatua. Ilipokuja mwezi wa Ramadhani, Mwenyezi Mungu akatuambia, wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata ad-da'i idha da'a. Utadhani hakuna pahala popote pengine palipokuwa na umuhimu wa kuomba kama kulivyokuwa na umuhimu katika mwezi wa Ramadhani. Zile aya za saum zilizokuja juu, ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam, katikati yake ikapachikwa aya wa idha sa'alaka ibadi. Akaendelea tena Allah baada ya aya hii, uhilla lakum laylatas siyam, ili akupe wewe indication kwamba mfungaji usije ugaghafilika kabisa na kitu kinachoitwa dua. Kila wakati muombe Mwenyezi Mungu, kwa sababu mtume wako anasema liswaimi da'watun la turad, mwenye kufunga dua yake hairudi. Sasa tumemaliza Ramadhani, je, tumemaliza ukurasa wa dua? Hapana. Dua ni kama maumbile yako wewe Muislamu, ni kama mambo yako yanayo kivuli chako, la yamfak wala tastaghni minhu. Maisha yako yote bado unaandamana na kitu kinachoitwa dua. Mtume sallallahu alayhi wasallam kutoka katika hadith ya An-Nu'man ibn Bashir anasema alimsikia Mtume, au kutokana na maneno ya Mtume aliyowahi kuyasema, akasema ad-du'a huwa al-ibada. Dua ndiyo ibada yenyewe. Dua ndiyo ibada. Kisha Nu'man ibn Bashir akasema thumma tala qawlahu ta'ala. Kisha Mtume aliposema maneno haya kwamba dua ni ibada, akasoma maneno haya, yani aya hii katika suratu Ghafir aya ya 60, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Aliposema Mtume kwamba dua ndiyo ibada, akaisoma hii aya, wa qala rabbukum ud'uni, na Mola wenu akasema mtukufu, niombeni, mkisha niomba astajib lakum, na mimi nitawaitikia. Kisha akajua Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala
naye ni mjuzi wa kila jambo, kwamba wapo watakaokuwa wanajifanya hawana haja ya kuomba. Akawatolea habari, akawaambia innal ladhina yastakbiruna an ibadati, wale ambao wanafanya kiburi wasiniombe, sayadkhuluna jahannama dakhirin, hao wataingia akiwa wadhalilifu kabisa katika moto wa jahannam. Kwa maana Allah subhanahu wa ta'ala kwanza kaiita dua ibada, wa qala rabbukum ud'uni, kisha akasema innal ladhina yastakbiruna an ibadati. Anataka kutuambia kwamba ibada hapa ni dua, na dua ni ibada kama alivyosema Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo dua ni ibada kubwa, dua ni jambo kubwa, dua lina fadhila kubwa, sio katika mwezi wa Ramadhani tu, bali katika maisha yako yote, hatua zako zote. Sasa tulipomaliza mwezi wa Ramadhani, tulishuhudia Ramadhani dua zilikuwa nyingi mno, nyuradi nyingi mno, katika vikao vyako vyote, katika visimamo vyako vyote, katika kunuti zako zote, kila pahali dua zilikuwa nyingi mno. Wewe mwenyewe ukikaa kidogo, ashhadu an la ilaha illa Allah astaghfirullah, unastaghfiru asaluka aljannata wa a'udhu bika min, dua ya Lailatul Qadr. Zote hizi zilikuwa ni harakati za kukuonyesha kwamba dua katika mwezi wa Ramadhani ndio pahala pake. Lakini ulipomaliza Ramadhani, tukikuuliza mara ya mwisho kuomba dua ni lini, inakuwa mtihani kwako. Je, una haja kwa Allah wewe? Haja ni nyingi sana, mambo ni mengi sana. Sasa kama ni hivyo, Mtume sallallahu alayhi wasallam anakuambia laisa shay'un akramu ala Allah ta'ala min ad-du'a, laisa shay'un akramu ala Allah ta'ala min ad-du'a, hakuna kitu kitukufu kwa Allah anachokipenda kama dua itokayo kwako. Shurahul hadithi wakasema, kwa nini Allah anapenda dua? Kwa nini kitu hiki anakipenda Allah? Akasema naam, kwa sababu ile mja kuomba dua kwanza ni ishara kwamba yeye anakiri ubudiyatahu lillahi tabaraka wa taala wal iftiqaru ilayhi. Ni ishara kubwa kwamba yeye huyu mja anakiri kwamba yeye ni mnyonge, hawezi bila ya Allah, kisha anakiri kwamba yeye ni muhitaji, anahitaji kwa Allah, na mambo haya yanamfurahisha sana Allah. Anapokuona Allah kwamba wewe unakiri ubudia, unakiri kwamba hakuna mwenye kuhitajiwa, kama unavyosema siku zote iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina siratal mustaqim. Dua zote zimejaa hapo katika suratul Fatiha, siratal ladhina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin, kisha mtumiza amin. Unapoanza kupeleka maombi na dua kwa Allah sema sasa, alima abdi anna lahu rabbun, mja wangu kisha tambua huyo kwamba kumbe ananijua Mola wake. Alima abdi anna lahu rabbun yad'u, mja wangu huyu umeshajua kwamba yupo wa kuombwa ambaye ni mimi Mola wake. Kwa hilo jambo linamfurahisha Allah, bali analisisitiza na anatuambia tufanye hivyo. Mwarabu mmoja aliwahi kusema maneno mazuri juu ya dua, akasema la tas'alanna bunayya adama hajatan wasali alladhi abwabuhu la tuhjabu, Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu wa bunayyu adama hina tas'aluhu yaghdabu. Anasema la tas'alanna bunayya adama haja, usimuombe huyu mwanadamu shida wala haja yoyote, kwa sababu
Mwanadamu ana tabia ya kuchoka, lakini pia miongoni mwa vitu vinavyomkasirisha huyu mwanadamu ni kumwomba. Miongoni mwa vitu ambavyo vinamfanya achukie na kukasirika na kughadhibika na pengine kukuchukia wewe na aliyekuzaa na akamlaani na babako na mamako ni wewe kumwomba. Ndio nasema la tasalanna bunayya. Bunayya ni tasghir ya ibni Adam. Bunayya Adam, usimuombe haja zako binadamu hajatan, wasalillah, lakini ebu muombe Mola wako Allah, alladhi, Mola ambaye abwabuhu, milango yake la tuhjabu, haina bawabu wala security, hakuna mbeba silaha pale wala aliyefunga milango kwamba uende kwake ndo kufungulie, au hijabu wala pazia yoyote. Milango iko wazi anytime anywhere. Ukitaka kumwomba Allah uwe muombe tu, hakuna bawabu mlangoni kwake. Wasalilladhi abwabu la tuhjabu, haifungwi milango yake. Kisha akamalizia maneno mazuri sana, akasema Allahu yaghdhabu in tarakta su'alahu wa bunayyu adama hina tas'aluhu yaghdhabu. Mwanadamu ukimwomba anakasirika, lakini Mwenyezi Mungu ukiacha kumwomba ndo anakasirika. Angalia sasa tofauti. Kule amekwambia ud'uni astajib lakum, na ukiacha kufanya hivyo yeye anakukasirikia. Binadamu hata akikwambia niombe mimi bwana, usiwe na shida wakati wowote, dhiki, faraja, mvua, jua, wakati wote, usiku mchana, mimi nipo kwa ajili yako, niambie chochote. Au utaona umepata golden chance. Ukimwambia mara ya kwanza, mara ya pili tu akamwambia umezidi, mimi nilikuwa nakutania tu pale, sio tena kila wakati. Ukija siku ya pili utaambiwa hayupo japo yupo. Hivi ndivyo walivyo mwanadamu, na hii ni sifa yake, ni dhaifu. La yastati'u al-insanu an yu'tiyaka khardalatan illa biidhni alladhi sawwaka min tini. Mshairi mwingine anasema hata hiyo haja ambayo iko katika mikono ya mwanadamu pia ukitaka kwenda kuihitaji na kumwomba, kwanza muombe Allah, tangulize Allah kwanza, kwamba kweli tumeambiwa sisi wanadamu haja zetu ziko mikononi mwa waja wa Allah, lakini nakutanguliza wewe Allah kabla sijaenda kwake, kwa sababu wewe ndo una uwezo wa kumlainisha na kumfanya yule bwana mkono wake ima uwe laini au uwe mgumu, atoe au asitoe, wewe unaweza wewe. Kwa hiyo tanguliza. Ndio anasema la yastati'u al-insanu an yu'tiyaka khardala, binadamu hana uwezo wa kukupa hata chembe, illa biidhni alladhi sawwaka min tin, ila kwa idhni ya Allah. Kwa hiyo wewe zidi kumwomba Allah hata kwa shida unazoziona wewe. Mwenyezi Mungu amewapa uwezo hawa wanadamu wa kuweza kuzitatua, lakini hawawezi kuwatatua mpaka kwa amri ya Allah. Huwa alladhi yaqulu li shay'in kun fayakun. Sasa hii hadithi ya mwisho itakuonyesha kiasi gani Allah yale aliyoyasema sio ya maskhara, na maneno ya Allah siku zote, waman asdaqu min Allahi qila waman asdaqu min Allahi haditha inna wa'da Allahi haqq. Maneno ya Allah hayadondoki, na akisema hakuna hatihati baadaye kwamba labda atakuja kugeuka baadaye, hakuna. Allah anasema, Mtume anasema katika hadithi ya Salman, sikilize vizuri hadithi ya Salman, anasema inna rabbakum tabaraka wa ta'ala hayyun karimun yastahi min abdihi idha rafa'a yadayhi ilayhi an yaruddahuma sifra. Allahu akbar. Anasema hakika Mola wenu, hakika Bwana wenu, yani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, hayyun karim, anavodili na wewe
ana deal na wewe muamalatu man yastahi, yani ana deal na wewe muamala wa yule mwenye kuwa na haya. Yani tukisema Allah ana haya, turudi katika aqida ambayo Mwenyezi Mungu ametuambia laisa kamithlihi shay, kwa sababu hizi zote ni sifa za wanadamu. Kuwa na hasira, tukisema mwanadamu ana hasira, unajua hasira zake zinakuwaje? Damu kuanza kuwa na mawimbi makali katika mwili, mpaka macho yakabadilika rangi, na kuna vitu vikakutokezea kutokana na ghadhabu. Sasa ukisema Allah anaghadhibika, uanze kufikiria nazo damu za Allah, Mungu ana damu, utaenda kukufuru sasa, kwa sababu Allah hatumjui, na mwenyewe amesema laisa kamithlihi shay. Kwa hiyo kama ghadhab kwa mwanadamu kisayansi au kivyovyote ina sifa zake kadha kadha kadha, miongoni mwa hizo ni fayadhanu dam au ni fauran, zile damu kuchemka na nini. Allah hasifiki na hivyo vitu vya mwanadamu. Ndio maana nasema yuamiluka muamalata man yastahi, anataka kukuletea picha karibu yule anayeona haya katika wanadamu, kati yako na anafanya nini. Maana nyingine unaweza ukaenda ukamuomba kwa sababu ya ile haya yake asikurudishe au akakupa kile unachokitaka. Sasa Allah subhanahu wa ta'ala anasema hayyun, yeye ndo ana haya, anasifika hivyo, yani anaamiliana na wewe muamalatu man yastahi. Kipi? Anasema yastahi min abdihi, anamuonea haya. Piga mstari chini ya kilima hicho kwa tafsiri tuliyokupa huko nyuma. Mja wake anamuonea haya wakati gani? Sema idha rafaa ilaihi yadai, anaponyanyua mja mikono, yani anapoomba dua. Mwenyezi Mungu hataki kuirudisha zero, haina kitu. Anasema yastahi an yaruddahuma sifran. Allah ni hayyun, kukurudisha mikono mitupu. Yani mikono yote tunayoinyanyua kwa Allah, bora dua zako yakidhi vigezo, isiwe ni dua ya qati'atu rahimin wala ithm kama tulivyotanguliza, basi Allah anaona haya kuirudisha mikono mitupu. Hiyo ndio dua, na huyo ndio Allah, na yule ndio mwanadamu ambaye yeye sifa zake ni kukasirika wakati wa kuombwa. Mwenyezi Mungu atujalie miongoni mwa watu ambao hawaachi kumwomba Allah katika kila hali, na hii ni moja katika ibada kubwa, kama ilivyosema aya waqala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu ya fawza almustaghfirin wa ya najata at-taibin. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله سيد الخلائق والبشر. عباد الله، اتقوا الله تعالى من سماع اللغو وفضول الخبر، وانتهوا عما نهاكم عنه وزجر، واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه، وثلث بكم أيها المؤمنون من برية جنه وإنسه، فقال تعالى مخبرا وآمرا أن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على نبي الرحمة وشفيع الأمة عدد ما أحاط به علمك وأحصاه كتابك وضمه، وعلى آله ومن نصره في كل مهمة، خصوصا منهم سيدنا أبي بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان بن نورين وعلي الحيدر، ورضي الله تعالى عن صحابة رسول الله أجمعين.
اللهم اصلح ولاة المسلمين خصوصا منهم رئيس زنجبار الحاج حسين علي مني. اللهم خذ بيده إلى ما فيه الخيرات والصواب. اللهم هيئ له بطانة صالحة تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم اصلح ولاة المسلمين ورؤساء المسلمين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان الذين يجاهدون في سبيلك لتكون كلمتك هي العليا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله تعالى أكبر.